Kumeshuhudiwa mashambulizi ya makombora na droni huko Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumatatu, yaliyomuua mtu mmoja na kuharibu jengo moja kwenye mji wa Al-Quwain kaskazini mwa nchi hiyo. Usambazaji wa gesi katika kinu cha Shah umesitishwa kutokana na mashambulizi ya droni na sasa mamlaka zinatathmini athari, hii ikiwa ni kulingana na vyombo vya habari vya Abu Dhabi. Mapema leo mamlaka za UAE zilitangaza kufunga kwa muda anga lake kufuatia wasiwasi wa usalama kwenye kanda hiyo baada ya Wizara ya Ulinzi kusema ilikuwa ikikabiliana na vitisho vya makombora na droni kutokea Iran. Hata hivyo, baadaye safari za ndege zilirejea kama kawaida baada ya tahadhari kuondolewa, hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la WAM lililonukuu mamlaka ya anga ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Iraq imelaani vikali mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga hoteli ya kitalii mjini Baghdad na ubalozi wa Marekani pamoja na kisima kikubwa cha mafuta kilichopo kusini mwa taifa hilo Jumatatu jioni, na kuyataja mashambulizi hayo kama kitisho cha usalama na utulivu wa Iraq. Ni mashambulizi yaliyofanywa siku moja baada ya kundi la Kataib Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kutangaza kwamba kiongozi wake mwandamizi Abu al-Askari ameuawa. Waziri Mkuu Mohamed Shia al-Sudani ameviagiza vikosi vya usalama kuwasaka wahusika wa mashambulizi hayo na kuwafikisha kwenye mkono wa sheria mara moja ili waadhibiwe, hii ikiwa ni kulingana na msemaji wake Saba al-Numan. Iran kwa upande wake imeonya kulipiza kisasi ikiwa Marekani itafanya mashambulizi zaidi kwenye visima vya mafuta vilivyoko katika kisiwa cha Hag, amesema msemaji wa vikosi vya jeshi nchini humo Abolfazi Shekhachi. Shirika la habari la Tasmin limeripoti jana kwamba msemaji huyo alisema Iran itashambulia visima vyote vya mafuta na gesi vya taifa lolote litakalojihusisha na mashambulizi kama hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amenukuliwa akiwashutumu wapinzani wao kwa kujaribu kuilazimisha nchi hiyo kusalimu amri bila ya masharti na kusisitiza kwamba wanataka kuhakikisha vita hivi vinamalizika na hakutotokea vita vingine kama vya sasa. Katika hatua nyingine, Araghchi amesema hajafanya mawasiliano yoyote ya moja kwa moja na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, kauli inayotofautiana na taarifa za awali za vyombo vya habari kwamba kumekuwepo na mawasiliano baina yao katika siku za karibuni. Araghchi amesema kupitia mtandao wa X kwamba mara ya mwisho aliwasiliana na Witkoff kabla Rais Donald Trump hajaamua kukatisha mchakato wa kidiplomasia na kuanzisha operesheni nyingine haramu ya kijeshi.